Yes, katika msimu hapa kwenye kikosi cha klabu ya Yanga naweza nikasema miongoni mwa maeneo ambayo klabu ya Yanga wanapitia nyakati ngumu ni eneo la kiungo ushambuliaji. Ni moja kati ya maeneo ambayo klabu ya Yanga bado wanateseka tangu mchezaji Stefan Ezekia aweze kuondoka kwenye kikosi iko cha wananchi kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Zimekuja sajili mbalimbali ikiwemo mchezaji kama Mohamed Dumbia, lakini hakuonyesha kile ambacho wengi walikitarajia ama kuja kuziba pengo la mchezaji Stefan Ezekia. Amekuja mchezaji Starboy Alan Okello, lakini bado kwa namna moja ama nyingine unaweza ukamwangalia kiwango chake na kile ambacho alikuwa anakionyesha Stefan Ezekia. Bado Alan Okello anahitaji muda mwingi kwa ajili ya kuweza kujiweka sawa na kuingia kwenye kikosi cha klabu ya Yanga. Sasa kutokana na hali hiyo, klabu ya Yanga mapema wamekushaweza kuingia sokoni kuweza kutafuta kiungo mshambuliaji mwingine ambaye atakuja kuongeza nguvu na kutoa changamoto mpya ndani ya kikosi hicho cha klabu ya Yanga kwenye eneo la kiungo ushambuliaji kuelekea dirisha kubwa la usajili ambalo linatarajiwa kufunguliwa mara baada ya msimu kuweza kutamatika. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao majina yake yapo kwenye orodha ya kuhitajika kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga niko nalo hapo mwanamchezo wangu, na huyu naambiwa ni miongoni mwa viungo hatari kwelikweli wenye uwezo mkubwa wa kucheza eneo la kiungo ushambuliaji. Uhatari wake langoni ndio limeweza kuwavutia viongozi wa klabu ya Yanga kwenda kufuatilia huduma ya nyota huyo, na inaelezwa mpaka sasa hivi tayari mambo yapo fresh kabisa baina ya klabu ya Yanga pamoja na kiungo huyo ama mchezaji huyu anayekipiga huko kwenye timu yake. Sasa ni nyota gani huyu ambaye klabu ya Yanga wanamtazamia kwenda kumsajili kuelekea kipindi cha dirisha kubwa la usajili, na anatokea kwenye klabu gani? Undani wa taarifa hii nitakujuza na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Lakini cha kufanya sasa hivi mwanamchezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha utakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, basi utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya michezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Ukifanya hivyo, hautaka kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za michezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukuhabarisha na kukusogezea taarifa mpya za michezo, na jukumu lako mama linasalia kuwa jepesi kabisa mwanafamilia wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya michezo ambayo sisi tumekujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimekujuza hapo awali juu ya klabu ya Yanga kuzama sokoni na kutafuta kiungo mshambuliaji mwingine ambaye atakuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Bwana, naeleza kwamba mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara Yanga Sports Club wameanza rasmi harakati za kuimarisha kikosi chao kuelekea msimu ujao kwa kufungua mazungumzo na Singida Black Stars kwa ajili ya kuinasa saini ya kiungo mshambuliaji mahiri Lamine Jaju. Inaelezwa kuwa Yanga wameingia sokoni mapema wakilenga kuongeza ubora na ushindani ndani ya kikosi chao, hasa wakijiandaa na majukumu mazito ya kutetea ubingwa wa ligi kuu pamoja na kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Uongozi wa klabu ya Yanga unaonekana kuwa makini sana safari hii, ukichagua wachezaji wenye uwezo wa kuleta mabadiliko ya haraka uwanjani. Lengo kubwa la Yanga katika usajili huu ni kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji, ambapo Lamine Jaju ameonekana kuwa mchezaji sahihi kutokana na ubunifu wake, kasi pamoja na uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi. Ndani ya Singida Black Stars, nyota huyu amekuwa muhimili muhimu wa timu hiyo, jambo lilowavutia viongozi wa Yanga kuanza mchakato wa kupata huduma yake. Na taarifa za ndani zinaeleza kuwa benchi la ufundi la Yanga Sports Club limevutiwa zaidi na namna Jaju anavyoweza kucheza nafasi zaidi ya moja mbele, kitu ambacho kinaendana na falsafa ya timu hiyo ya kucheza soka la kasi na kushambulia muda wote. Yanga wanataka kuhakikisha kuwa wanakuwa na kikosi kipana chenye ubora mkubwa ili kukabiliana na ratiba ngumu ya mashindano mbalimbali. Na mazungumzo baina ya klabu ya Yanga na Singida Black Stars bado yanaendelea, na huenda dilili likafanikiwa na mchezaji huyu akaja kutoa ndani ya kikosi cha wananchi kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Umeipokeaje taarifa hii mwanamchezo wangu? Njoo tupe maoni yako kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare. Jambo la muhimu kuliko yote, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.